Ya Pamba alikuwa ana Jabara na Maema anachama kwenye kiungo. Alafu huku kwenye flanki ya kulia alikuwa na Libasege pamoja na Chilambo. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika, Jabari alikuwa anatengeneza pembe tatu, Jabari, Libasege na Nathaniel Chilambo, kuoverload flanki ya kulia ambayo ni flanki ya kushoto kwa Pamba ilikuwa. Na kwenye ile mechi uweze amini, aliassist Libasege goli la Niseteura kutokea kwenye flanki ya kulia. Wali overload ipasavyo. Sasa kilichotokea, Jabari akala umeme. Nini kinafuata? Mechi ya Singida Jabari hata kuwepo. Mwalimu alifanya nini? Alichoamua sasa hapa akabadilisha. Mechi ya Pamba, Steve Becker alitengeneza pembe tatu ya Jabari, Libase pamoja na Chilambo. Ile mechi ya Singida alichokifanya akamchukua Chilambo, akamtoa kucheza pase kwenye flanki ya kulia, akamwachia Libasege ile flanki yote atembee na yeye. Alafu Nathaniel akamuingiza kwenye midfield. Kwa nini? Kwa sababu alijua Morris Abraham muda mwingi atasupport mashambulizi. Kwa hiyo Singida watanikatch kwenye counter attacks. Kwa mimi nampeleka Chilambo awe kama inverted fullback kwa ajili ya ku counter hizo counter attacks ambazo walikuwa wanakuja nazo Singida, which alifanikiwa. Lakini kwa nini alimwacha Libasege atembee flanki yote? Kwa sababu ana uwezo wa kukokota na kasi, anapiga chenga, anaweza kuassist kutokea pembeni, ana uwezo wa kufunga. So kiutaalamu unatakiwa ukiwa na winga kama huyo umpe space afanye vitu vyake. Sasa uwezi ukamweka yeye kwenye mechi kama hiyo Libasege alafu kumwambia Chilambo overlap. Ukishamwambia Chilambo overlap, maana yake unamwambia Libasege, ukimwona Chilambo anakuja ku overlap, kati inaingia ndani. Sasa mwalimu anakuonyesha ni genius kwa sababu he can change direction anytime anywhere, kwa sababu kutoka kwenye mechi ya Pamba kuja kwenye mechi ya Singida it was a matter of some days, siku kama 3 tu, lakini alibadilika kutoka kumtumia Chilambo, Jabari na Libasege kwenye flanki ya kulia. Sasa akamtumia Libasege kwenye mechi ya Singida peke yake flanki ya kulia na Chilambo akaingizwa ndani. So mwalimu, mimi nampenda mwalimu mzuri hapo, na ndipo ambapo nimeliona daraja la Steve Becker na yule kocha wa Yanga. Wale watu, na ndio maana sijui ni makocha hawaoni au ni ujeuri. Sina hakika kwenye hilo. Kwa nini? Wale makocha Steve Becker na yule kocha wa Yanga wanaandaa mpango wa mechi, wanakuja na approach yao na waona, na hichi kitu wanafanya makocha wote kwenye ligi. What makes difference kocha wa Yanga na Steve Becker, as the time is going on kwenye game, they adapt, they shift. Wewe umekaba unamkabasha Rulile, I can score from set pieces, I can score from distance. Ukiwaangalia Simba magoli waliofunga kwa mfano kwenye mechi ya Pamba na Singida, achana na goli la penalty ambao walifunga Rushain, rudi nyuma akaangalia goli ambalo Libasege assist kwa Chama, all of a sudden watu walijua Mpanzo atakuwa target man, kwa sababu ndio maana Dumbia kaanza bench. Lakini kumbe goli mpisha alikuja kuwa Libase, mfungaji akawa Chama. Rudi mechi ya Pamba pia utaona Libase alikuwa creator, finisher alikuwa ni Setora kwenye cross, kwa sababu anajua Mpanzo hawezi kuruka vichwa, labda awe free. Kwa hiyo unawaona walimu wa Yanga Simba, they can adapt, wana shift na mchezo unavyokwenda. Ndio maana kwangu nadiriki kusema sijajua makocha wetu wanajifunza nini, lakini kama kuna nyakati makocha wetu wamepata pia bahati wazawa, ni kuwaona wa makocha tuko nao hapa wametoka Afrika Kusini. They wanaonyesha pure football kabisa, tofauti na mpira wetu wa kuandamana. Pasi 3 mbele watu wanaandamana. Wale wanakuonyesha they can play. Mpira unaitwa koma kumwanya. Ndio kauli mbiu. Watu wanaita wanakoma. Hata huo kauli mbiu maneno. Mpira wetu kuna sehemu umefikia kauli mbiu. I do respect Ahmad Ali, ni kocha mzawa mzuri. Lakini kitu pekee alinishangaza, amefungwa na Yanga goli 4. Anaulizwa na mtangazaji, bwana, kwa nini uliendelea kubuild from the back wakati Yanga wana press? Sasa mimi naamini kwa ninachokiamini. Ndio maana nikasema mpira wetu maneno. Don't be like that. Hata kocha wa Yanga, mimi nilitazama mechi yake. Kocha wa Yanga, he was not on the gang pressing. Unajua sana kuna watu wana tabia kukubali ukweli. Wakati mechi inaendelea akakubali kwamba huyu sasa hivi kuna namna inabidi nifanye mabadiliko, huyu unanielewa sijui.
kuna mtu akisimama kwenye msimamo wake labda wa back ni hiyo mpaka mechi inaisha. Mpira haupo hivyo, mpira hauko hivyo, na hata akimaliza game ataamini kwamba yeye alikuwa sahihi, labda walioenda kuperform ndo hawakuwa sahihi. Na ni vile tu sijajua kama alijisahau, inawezekana alifungwa 4 akashapagawa. Lakini mimi nilitaka kukumbusha kuna tukio moja wachezaji wake walifanywa pressing, mmoja akabutua mpira akambabatiza sijui nani ukamdondokia Shalulile na kipa akapiga, kipa akacheza. Na ndo pale baadaye Shalulile akafanya mabadiliko, muda wake ulikuwa umefika kutoka. Sasa yeye hakujua tu, lakini pale ni impact ya kufanywa pressing ndio ilikuwa inazali ile goli. Kwa hiyo maana nasema makocha wetu sijui wana shida gani, lakini unaweza ukaona na ukajifunza kwa makocha wa Simba na Yanga. Wanafundisha pure football. Yaani sisi sijui makocha wetu wana shida gani, lakini inabidi siku moja tuwe nao ikipendeza nafikiri, kwa sababu hilo jambo la msimamo limeongelewa sana. Timu nyingi sana. Jana kuna namna tulisikia tuambie mashabiki wasituelewe vibaya. Kila kocha, kila binadamu anakuwa na misimamo. Yes. Lakini viko vitu vinabadilika. Yes. Kutokana na hali ilivyo. Kwa mfano uliwaona wale Yanga wapeza na wale JKT. Washaona mipango yetu hapa sasa hivi ya kucheza direct imebuma. Wanakuja na mpango mwingine. Yaani kwenye mpira ndo kuko hivyo. Na